kwa nini taarifa imeanza kwetu sisi kabla ya kuanza kwenye ngazi za juu ambayo yeye ni rais kuifikia? Duniani kote dhana ya utumishi wa umma inapotokea mtu akataka kuondokea, kitaalamu sababu zinazotajwa kuwa nyuma ya uamuzi huo huwa ni mbili, za kisiasa, lakini ya pili utendaji wa kazi. Sasa kwenye suala hili, pale kwenye maelezo nilitangulia kusema kwamba mara nyingi sana, na hii huwa iko kwa binadamu yeyote yule, kuna tunayoyasema, lakini pia kuna yale ambayo hatuyasemi hata kama yalipaswa kuwa sehemu ya ambayo tulipaswa kusema. Na muda mwingine huwa kuna mambo ambayo yanaendelea katika watu ambayo kwa mfano sisi tulio nje au mbali nao hatufahamu. Utakumbuka kwamba hatua hii ya Dr. Nchimbi inachukuliwa siku chache baada ya kusimama katika jukwaa moja alipokaribishwa kama mgeni kuzungumza kuhusiana na kwamba kama angepata nafasi ya kutoa ujumbe ambao anaona ni mahususi kwa jamii ya Watanzania ni kudai katiba. Alitumia maneno pambanieni katiba. Sasa watu katika kuconnect dots wanajaribu kuhusianisha ile kauli yake, lakini pia hata zingine ambazo sasa zilitokea baada ya Oktoba mwaka 2025 na uamuzi huu ambao amechukua hii leo. Naweza kusema kwa sehemu inaweza ikawa ina mantiki ndani yake, kwa sababu ukiangalia mambo haya ambavyo amekuwa akiyazungumza na mwitikio ambao umekuwa ukitokea wakati mwingine kutoka kwa baadhi ya viongozi katika chama chake, wakionekana kutofurahishwa na yeye kuyasema, wakiamini kwamba alikuwa na njia nyingine mbadala ya kuyasema kwa ajili ya kile wanachoita kujenga na mambo kama hayo. Unaona kwamba wanaoamini kwamba yawezekana kuna uhusiano au mafungamano baina ya yale ambayo alikuwa akizungumza na mtazamo huo na huu uamuzi, kunaweza kukawa vinaendana. Inaweza ikawa ni kweli, lakini kwa upande mwingine kama ambavyo tulizungumza kwamba kujiuzulu ni swala la haki kikatiba na kisheria, kwamba mtu yeyote yule, kama hata uteuzi wowote ule, una hiari mbili, kukubali au kukataa. Ingawa hatujazoea kuona mtu anateuliwa katika nafasi ya uteuzi na kusema mimi siko tayari. The Bantu.